Mnyika ametambua hilo. Mnyika ni Mkristo Mkatoliki, ni mtu anayejua dini. Kwa hiyo hata alivyoongea hivyo, najua dhamira yake kwamba sio dhamira, sio kauli tu. Tungependa sana mchakato wa mazungumzo ya maridhiano ya safari hii yaongozwe na sheria. Wanahabari, ni washukuru tena kwa kukutana nanyi kuweza kuzungumza. Kwa leo nina jambo kubwa ambalo ningependa kuliweza kulihabarisha umma wa Tanzania na umma wa dunia. Ni kuhusu swala la maridhiano. Sasa sisi kama kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa tuna mapendekezo, na mapendekezo yetu mojawapo ni kwamba tungependa sana mchakato wa mazungumzo ya maridhiano ya safari hii yaongozwe na sheria. Na katika hilo tunapendekeza sana serikali iweze kutengeneza muswada na kupeleka bungeni wa sheria ya kuongoza mchakato mzima wa mazungumzo ya maridhiano. Na hili sio jambo geni. Mtakumbuka kwamba nchini Kenya kulipotokea matatizo, waliweza kuunda sheria ambayo ilitengeneza tume ya ukweli, tume ya haki, ukweli na maridhiano. Lakini nchini Afrika ya Kusini vile vile waliweza kutengeneza sheria hiyo ambayo iliongoza mchakato wa maridhiano. Lakini nchini Liberia tuna mfano wa nchi kama Sierra Leone, tuna nchi nyingi tu Afrika na nchi zingine duniani ambazo zimepita katika madhila mbalimbali na misukosuko, wameweza kutunga sheria kama muongozo wa kuongoza mchakato mzima wa mazungumzo na maridhiano. Kwa hiyo sisi kama kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa, hatua ambayo tunayo kwa sasa, tuko mbioni kukamilisha muswada wa mfano, model bill ya sheria ya kuongoza mchakato wa mazungumzo. Kwa hiyo mswada wetu huu wa mfano utakapokuwa umekamilika, tutazungumza na Watanzania, tutashare na Watanzania, na wao watatoa maoni, na tutaipeleka katika mamlaka mbalimbali, tutapeleka kwa wadau mbalimbali, serikalini, taasisi za serikali, vyama vya siasa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wananchi wote. Na mswada wetu wa mfano utakuwa katika lugha mbili, lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Lengo letu ni kuonyesha namna gani ambavyo tuko serious na swala la mchakato wa mazungumzo na maridhiano, na namna gani ambavyo mchakato huo unapaswa kuwa serious. Ili faida ya kuwa na sheria ni kwamba sheria ile itakuwa ni kioo cha kuweza kufanya kuleta watu wote pamoja, na itakuwa ni kiongozi. Sheria itakuwa ni kiongozi kwa makundi yote, yani itaongoza mchakato huo mzima. Kwa hiyo maana sheria, au tukiwa na sheria, maana sheria itaongoza namna upatikanaji wa jumbe wa tume, viongozi wa tume wanafanyaje kazi, na sheria hiyo itaweka vifungu ambavyo vinabana watu wote wanaoshiriki katika mchakato huo, kwa maana walioko kwenye tume yenyewe, lakini raia wenyewe na kila kitu. Na sheria itatoa ulinzi wa watu wanaotoa ushahidi mbalimbali watu, na sheria itatoa namna gani ambavyo uwajibikaji, kwa mfano fidia zinakuaje, watu ambao wameathirika katika kutokana na madhila mbalimbali nyuma, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa hiyo tunatarajia kwamba wananchi watapokea, wadau mbalimbali, vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla watapokea huo mswada wetu wa mfano, ambao lengo ni kuonyesha namna gani ambavyo tungependa kwamba mchakato huu wa mazungumzo ya safari hii ya maridhiano yatawaliwe, yaongozwe kisheria. Kwa hiyo nia yetu ni njema katika hilo, kwamba tunataka mchakato ambao utaongozwa kisheria, na ili uongozwe kisheria, basi tunatamani sana serikali iweze kuandaa. Sasa sisi tutaandaa mswada wa mfano, lakini lengo ni kuhimiza jamii na taifa kuona umuhimu wa kuwa na sheria katika mchakato huo. Kwa hiyo lengo letu ni kuishawishi serikali na kuiomba serikali iweze kuchukulia serious mchakato huo, na waweze kutunga
sheria ambayo itaongoza mchakato huo. Tunashukuru Mheshimiwa Rais juzi alipokutana na viongozi wa vyama vya siasa amegusia kwamba yuko mbioni kuunda tume au kamati ya kuongoza mchakato huo, lakini sisi kwa heshima kabisa kwamba tumuombe Mheshimiwa Rais kwamba aone umuhimu kwamba katika nia hiyo ya kuonyesha kwamba kuunda kamati, lakini aone umuhimu wa mchakato huu kuongozwa kisheria. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, serikali iandae muswada ipeleke katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ambavyo miswada yote inapitia ya kisheria, lakini iwe shirikishi zaidi, kwa maana kwamba watu watoe maoni kwa uwazi, kwa uwazi kabisa na kwa wazi kabisa, ili tuwe na sheria ambayo itaongoza mchakato huu. Na hii itatusaidia sana kwamba mazungumzo yetu yatakuwa more official, yatakuwa rasmi zaidi, lakini yatakuwa ni mazungumzo ambayo mwisho wa siku tutakapokubaliana, makundi yote yatatia saini pale, basi ni sheria inaongoza, na sheria hiyo itaongoza namna hata ya ufuatiliaji na namna ya utekelezaji wa mchakato mzima na makubaliano yote ambayo tutakuwa tumekubaliana, kwa sababu mswada huo kwamba ndio kama nilivyosema, utahusu namna wajumbe wa tume wanavyopatikana, viongozi wa tume wanavyopatikana, fidia na kadhalika, utekelezwaji, shughuli zake, mabaraza yale ya majukwaa ya maridhiano kwenye ngazi za taifa, ngazi ya mikoa, wilaya na hadi hata huku kwenye kata. Kwanza ni kumpongeza Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Bwana John Mnyika, kwa kauli yake ambayo ametoa juzi. Ametoa kauli mbili ambazo zina matumaini. Kauli ya kwanza ni kutoa wito au maombi maalum kwa viongozi wa dini ili waweze kuangalia namna gani wanaweza wakasimamia, sio kusimamia, lakini wakaweza kufanya namna ambavyo wanaweza wakaombea taifa liweze kupona, lakini wanaweza wakatumia kofia yao kama viongozi wa dini kuweza kuangalia namna gani taifa linaweza likakaa pamoja, likazungumza na maridhiano yakafanyika. Kwa ni jambo la kupongeza kwamba Mnyika ameweza kutambua kwamba matatizo tulionayo katika taifa na mkwamo wa kisiasa tulionao unaweza tu ukatatuliwa kwa watu kuzungumza, kukaa pamoja, kuweza kuzungumza na kuweza kufikia muafaka kwa maana ya mapatano na kuridhiana. Na hili ni jambo ambalo sio geni katika taifa letu. Taifa letu limewahi kukumbwa na misukosuko hapa nyuma, lakini misukosuko hiyo watu walikaa wakazungumza. Utakumbuka hali ya kisiasa ilivyokuwa ngumu na mkwamo wa kisiasa katika visiwa vya Zanzibar, lakini Maalim Seif marehemu, Mungu ampe pumziko jema, pamoja na aliyekuwa rais kwa wakati huo Karume, walioamua kukaa pamoja wakazungumza. Lakini mwaka 2010 Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walikataa kabisa kutambua urais wa Jakaya Mrisho Kikwete, na hata alipoenda bungeni wabunge wote wa Chadema walimsusia na waliondoka. Jambo lile lilimfadhaisha Kikwete kama mwanasiasa na kama kiongozi wa nchi, lakini aliamua kufanya nini? Aliamua kualika viongozi wa Chadema Ikulu, na bahati nzuri Mnyika ambaye ametamka haya maneno alikuwa miongoni mwa viongozi waliokuwa Ikulu. Walizungumza, wakapatana na wakafikia mwafaka, na tuliona mchakato wa katiba ulianzishwa, japo mchakato ule haukufika mwisho, lakini mwisho mwema, lakini walau tuna kitu cha kujivunia. Lakini hata Mheshimiwa Lissu ambaye kwa sasa yupo mahakamani anakabiliwa na shtaka la uhaini, wakati mgumu ambapo kulikuwa na mkwamo wa kisiasa nchini, Bwana Freeman Mbowe mwenyekiti wa Chadema alikuwa anakabiliwa na kesi ya ugaidi, pamoja na wafuasi zaidi ya 400 wa Chadema walikuwa wanakabiliwa na kesi mbalimbali katika mahakama mbalimbali nchini, tena kesi zisizo na dhamana. Busara ya chama iliwaongoza kwamba wakutane na Rais Samia Suluhu Hassan waweze kuzungumza, na Bwana Tundu Lissu ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa Bara
wakati huo alikutana na Rais Samia Suluhu Hassan Ubelgiji, na tuliona matunda yake, lakini tuliona vile vile juhudi za viongozi mbalimbali wa dini, asasi za kiraia, balozi mbalimbali nchini, juhudi zao zilivyokuwa zikifanyika ili Mheshimiwa Mbowe kwa wakati huo aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema aachiwe. Kwa sisi kama kamati ya kusukuma maridhiano ya kitaifa tumepokea kauli hiyo katika jicho chanya, na ni kauli yenye kutia matumaini, na ni wito kwa viongozi wa dini na watu wengine wote wenye mapenzi mema. Viongozi wa dini wanao nafasi, kama ambavyo Mnyika ametambua hilo. Mnyika ni Mkristo Mkatoliki, ni mtu anayejua dini. Kwa hiyo hata alivyoongea hivyo, najua dhamira yake kwamba sio kauli tu ya juu ya kuzungumza ili kuremba mambo. Ni kauli ambayo imetoka ndani mwake kwamba yeye kama Mkristo anatambua Injili inavyoelekeza watu wanavyopaswa kupatana, na Injili ambayo Mnyika yeye anaiamini katika Injili ya Mathayo inasema kwamba heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo Mnyika kwa kutambua hilo kwamba viongozi wa dini wanao nafasi ya kuweza kusimamia usuluhishi, mapatano katika taifa, ni jambo jema sana. Kwa sasa ni wito kwa viongozi wa dini waone jambo hilo katika uzito mkubwa, na naamini viongozi wa dini wana forum zao, wana majukwaa yao. Wanapokutana, ukitaja Baraza la Maaskofu wana jukwaa lao, CCT wana jukwaa lao, BAKWATA wana jukwaa lao, lakini kuna jumuiya zingine za Kiislamu ambazo sio BAKWATA nao wana jumuiya zao. Tuna CCT, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, lakini tuna Baraza la Pentekoste na mengi, viongozi wengi wa dini, na kuna dini za asili vile vile. Kwa hiyo kwa jumla viongozi wa dini Tanzania wana jukwaa la kuweza kulisemea hili. Kwa hiyo wakikutana baada ya kusikia wito huo, na sio tu wito wa Mnyika, wa wito wa watu mbalimbali, basi wanaweza wakakutana wakaanza mchakato wa wao, labda hata kama ni kuunda kamati ndogo. Siwafundishi namna ya kufanya, lakini natoa maoni yangu. Wanaweza kaunda kamati ndogo, kamati ambayo inaweza ikahusika kuzungumza, kutembelea watu mbalimbali, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, serikali na watu mbalimbali, kuona namna gani tunatoka hapa katika huu mkwamo. Mimi bado ninaamini mkwamo wetu wa kisiasa unatuhitaji sisi, wala haumuhitaji tu mtu kutoka nje. Unatuhitaji sisi kufanya jambo, na tunaweza tukafanya hivyo, na marafiki zetu wa mbali, washirika wetu wa maendeleo wana mkono wa kusaidia tu katika hili, lakini jukumu la kutoa Tanzania hapa ni sisi wenyewe.